Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Shazi Fabian. Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe akiwasili msibani nyumbani kwa marehemu Mzee Edwin Mtei, muasisi wa chama hicho aliyefariki dunia usiku wa kuamkia hii leo Januari 20 akiwa na umri wa miaka 94. Edwin Isaac Mtei ndiye muasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na ni gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania kutoka mwaka 1966 hadi mwaka 1974. Mzee Edwin Mtei alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa Chadema tangu kuanzishwa kwake rasmi mwaka 1992 na alihusika kwa karibu katika safari ya awali ya kukijenga chama hicho pamoja na viongozi wengine wa mwanzo akiwemo Bob Makani na Chacha Wangwe. Kuungana na familia kwa sababu mzee alikuwa ni muasisi wa chama chetu na bado ni kiongozi ambaye tulikuwa tunamheshimu sana kwa katika njia mbalimbali, kwa sababu misingi yote ya Chadema huyu ndio founder, original founder. Mimi nami nilikuwa mmoja wapo wa waasisi, lakini wakati tunaasisi Chadema mimi nilikuwa mdogo sana, lakini wazee wale ndio walikuwa wazee wenyewe na walikuwa na uzoefu mkubwa katika utumishi wa umma, ndani ya mashirika ya umma, ndani ya serikali, ndani ya bunge, ndani ya taasisi mbalimbali ambazo walihudumu kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo nawashukuru ndugu waandishi, tukimbilia tangu mapema asubuhi mmekuwa hapa mkisubiri neno la familia. Neno rasmi la familia na ratiba nzima ya msiba itatoka kesho, kwa sababu bado tunasubiri ndugu zetu wengine wafike kutoka maeneo mbalimbali ya dunia ambako wapo, na hakika mpaka kesho mchana neno rasmi kabisa na ratiba rasmi ya msiba inaweza ikatoka. Nawashukuru wote, nawashukuru Chadema, nawashukuru waandishi wa habari, nawashukuru hata wachungaji wamefika hapa na ndugu wengine ambao wanaendelea kujumuika na sisi. Kwa kweli nawashukuru sana. Tushirikiane kumpumzisha mzee wetu kwa heshima anayostahili, na ni tumaini langu kwamba huu msiba wa Mzee Mtei utakuwa unakwenda kuweka alama ya kumkumbuka mtu mmoja aliyekuwa kiungo muhimu sana katika siasa za nchi yetu. Huyu mzee amefanya mambo mengi na alifanya siasa kwa muda mrefu, akiwa ndani ya serikali, baadaye akiwa ndani ya chama chetu baada ya kukiasisi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alijenga mahusiano mema na watu wakati wote. Mzee Mtei hakuwa mtu wa shari wakati wowote. Alikofanya kazi alikuwa ni mtu yuko organized, na alikuwa hachagui rafiki. Alikuwa na marafiki ndani ya chama chake na nje ya chama chake, katika taasisi mbalimbali. Alikuwa ni mfanyabiashara vile vile na ni mkulima mkubwa vile vile. Hakuwa mtu mwenye njaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajiweza, lakini bado aliweza kufanya siasa za mageuzi katika mazingira yale. Ni mtu wa kipekee sana. Si watu wengi waliokuwa na nafasi kama yake na nyadhifa kama zake ambao waliweza kujitolea kufanya siasa za upinzani Tanzania. Lakini siasa za upinzani za kina Mzee Mtei hazikuwa za lumbana sana, zilikuwa zaidi za kunyosha sera. Misingi mikuu ambayo mzee huyu ametuachia ni sera. Mtakumbuka Chadema kilikuwa ni chama chenye sera bora ambazo hata Mwalimu baba wa taifa letu alikiri kwamba chama hiki katika vyama vyote aliona Chadema kilikuwa ni mojawapo ya chama kilikuwa kina sera bora sana. Hii ndi kazi kubwa na misingi mikubwa ambayo walifanya waasisi wakiwemo kina mzee wetu hayati Mtei. Kufuatia kifo cha Mzee Edwin Mtei, Chadema imetangaza siku 7 za maombolezo kuanza mara moja, ambapo bendera za chama hicho zitapeperushwa nusu mlingoti katika kipindi chote cha maombolezo, ikiwa ni ishara ya kuomboleza na kumwenzi kwa mchango wake katika harakati za demokrasia. Hatua hiyo inakuja baada ya chama hicho kusema kimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha muasisi na mwenyekiti wa kwanza wa chama hicho ambaye ni Mzee Mtei. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia, kifo cha Mzee Mtei kimetokea siku moja kabla ya kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa chama hicho, ambapo tarehe ya Januari 21 mwaka 1993 Mzee Mtei alikabidhiwa rasmi cheti cha usajili cha Chadema, tukio lililoashiria mwanzo wa safari ya chama hicho katika siasa ya vyama vingi hapa nchini. Katika hatua nyingine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza kupokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Mzee Edwin Isaac Mtei. Kupitia ujumbe wake wa rambirambi, Dr. Samia amesema kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
na kwa niaba yake binafsi anatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na wote walioguswa na msiba huo. Rais Samia amemkumbuka Mzee Mtei kama mmoja wa watumishi na viongozi waliotoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa, hususan katika sekta ya fedha, mipango na uchumi, akitaja nafasi alizowahi kuhudumu Mzee Mtei ikiwemo gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania BOT kuanzia mwaka 1966 hadi 1974, akishiriki kuweka misingi imara ya uendeshaji wa benki hiyo na udhabiti wa mfumo wa fedha nchini. Aidha, Rais Samia amesema marehemu ataendelea kukumbukwa katika historia ya siasa ya vyama vingi nchini kama mmoja wa waasisi wa demokrasia ya ushindani wa vyama, akitajwa kuwa miongoni mwa waanzilishi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Rais ameongezea kuwa mchango wa Mzee Mtei utaendelea kuenziwa na vizazi vya siasa vijavyo, hususan kupitia maandiko yake binafsi yanayoeleza safari ya maisha yake, utumishi wa umma na mchango wake katika ujenzi wa taifa. Katika hitimisho ya salamu zake, Rais Samia amewaombea faraja, nguvu na amani familia na ndugu wafiwa wote, huku akimwomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.